Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tuko katika juma la Pasaka na tunayatazama mambo kadha wa kadha yaliyotokea wakati wa Pasaka, hasa Yesu alipofufuka. Tumekuwa tukiona kwamba Yesu alipofufuka alikuwa anakutana na wanafunzi wake kwa namna mbalimbali. Na leo tuangalie tena anakutana nao na jambo anafanya kwao. Injili ya Yohana sura ya 21 ukianzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, kuna habari hapa ya Yesu anawakuta wanafunzi wake wakiwa wanavua samaki katika bahari ya Tiberia. Maana alipouawa ni kama walikata tamaa, kwamba ni kama walionyesha kwamba sasa aliyekuwa tunamtumaini hayupo tena, sasa tuirudie kazi yao. Wakarudi kwenye uvuvi. Sasa tuangalie jambo lingine lililotokea. Kianzia mstari wa 14 katika habari hiyo hiyo ya kukutana nao wakiwa pale, Biblia inasema hivyo ndivyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana wanipenda kuliko hao?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Amen. Sasa katika habari hii tunakutana na Yesu hapa na Petro. Yesu na Petro. Petro hapa hakuwa peke yake, alikuwa na wenzake. Sasa Yesu anamuuliza katikati ya wenzake, "Je, wewe Petro unanipenda kweli kuliko hao?" Anamwambia, "Yesu, najua kwamba nakupenda." Akamwambia, "Basi lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia mara ya pili, "Wewe unanipenda kweli Petro?" Akamwambia, "Ndio, wewe unajua nakupenda." Basi Yesu akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Mara ya tatu pia akamuuliza. Sasa Petro akasema, "Ni nini unaniuliza mara nyingi hivi?" Lakini Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Kwa hiyo hapa tunakutana na Yesu akimpa Petro wajibu. Petro alikuwa nani? Petro alikuwa kiongozi. Alikuwa kiongozi wa wanafunzi wa Yesu. Alipewa huo uongozi na Yesu mwenyewe. Kama ujuavyo, katika makundi mbalimbali lazima kuwe na kiongozi. Basi Petro pia alikuwa kiongozi wao na alikuwa na uwezo huo wa kujieleza, kujibu na kadhalika. Kwa hiyo Yesu akawa amemuuliza hapa, "Je, unanipenda kuliko hawa?" Swali hili la kuulizwa hivi haikumaanisha kwamba Petro hampendi. Yesu alijua kwamba Petro anampenda. Yesu alijua kwamba Petro anampenda sana. Sasa Yesu alitaka Petro athibitishe upendo wake kwa Yesu. Yesu alitaka Petro amthibitishie upendo wake. Ndio maana alikuwa anamuuliza, lakini alikuwa anajua kwamba anampenda. Ndio maana alimuuliza, "Wanipenda?" Sasa mambo muhimu hapa ni mawili. Jambo la kwanza, anapewa kazi ya kulisha kondoo na kuwachunga. Kazi ya kwanza ni kulisha na kazi ya pili ni kuchunga. Sasa kulisha ni kufanya nini? Kulisha ni kuwapa neno
kuwalisha nini? Neno la Mungu. Kuwapa neno la Mungu kondoo wa Yesu Kristo. Kuwapa neno la Mungu mpaka wale washibe. Mpaka washibe. Hii ni wajibu wa kila mchungaji, kila mtumishi wa Mungu kuhakikisha kondoo anaowachunga wamekula na kushiba neno la Mungu. La hawajashiba, wataenda kulitafuta mahali pengine. Jambo la pili, anamwambia chunga. Kwa hiyo kazi ya mchungaji pia ni kuchunga kondoo. Kuchunga maana yake ni kuwalinda. Kiswahili kirahisi ni kuwalinda wasitawanyike. Kuwalinda wasije wakadhuliwa na wanyama wakali. Mbwa mwitu hupenda kuwatafuta kondoo wararue. Kwa hiyo mbwa mwitu ni adui wa kondoo. Kwa hiyo kazi ya mchungaji ni kuwalinda dhidi ya maadui wao, yaani mbwa mwitu, wasije wakawakamata na kuwararua. Kwa hiyo kazi ya mchungaji ni kuhakikisha analilinda kundi ili liwe salama. Asipolilinda watararuliwa tu, watatawanyika, watapotea, wataisha. Kwa hiyo kazi ya mchungaji, kazi ya mtumishi ni kuhakikisha kondoo wako salama. Wako salama. Bila kujali kondoo huyu ni wa aina gani, wa namna gani. Maana kuna wakorofi, kuna wema, kuna wanaoumwa, kuna wanaochechemea. Wote hao mchungaji anatakiwa kuhakikisha anawachunga na kuwalisha washibe vizuri ili wawe na furaha siku zote. Kondoo akishiba huwa anarukaruka na kufurahi. Sasa kazi ya mchungaji, kazi ya mtumishi wa Yesu Kristo ni kuhakikisha kondoo anaowachunga wameshiba vizuri, wamekunywa vizuri na wamepelekwa mahali pa kulala, mahali salama. Zizi lao wanahakikisha liko vizuri, limefagiliwa vizuri, yani wanatunzika vizuri. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji. Mungu wa mbinguni akusaidie na kubariki mchungaji. Wako wachungaji ambao wanajinufaisha wenyewe, hawajali habari za kondoo. Hao Yesu alisema hao hawastahili. Lakini mchungaji anatakiwa kuwa mchungaji mwema, anayejali kondoo na anayewajali kondoo wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa Yesu alipompa wajibu huu uliambukizwa mpaka huku kwetu. Kwa hiyo kila mchungaji, kila mtumishi wa Mungu akumbuke hiyo, ana wajibu wa kulisha kondoo wakashiba vizuri na kuwatunza vizuri, kuhakikisha hawatawanywi, hawatawanyiki. Wale wagonjwa anaenda kuwasaidia, kuwapeleka hospitali ama kuwaganga na kadhalika na kuwaombea na kuwasaidia wenye shida mbalimbali. Mungu wa mbinguni akubariki mchungaji na mtumishi wa Mungu unayetumika kwa moyo katika kuwasaidia kondoo uliokabidhiwa. Na ukumbuke ya kwamba siku ya mwisho utatoa hesabu ya wajibu wako. Mungu wa mbinguni akubariki, kupe nafasi ya kutumika kwa moyo, akujalie kufanya vizuri siku zote za maisha yako. Basi mimi nimemaliza, nikuombe usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu ya YouTube ya MHAE TV, na usiache kugonga ile kengele kama bado, basi na kulike na comment. Na Mungu wa mbinguni atakubarikia sana. Karibu tena kwenye kipindi kijacho, nikutakie wakati mwema wa furaha na amani. Neema yake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe pamoja nawe sasa na hata milele. Amen.